Shangwe, nderemo na vifijo vilitawala anga la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya timu ya taifa nchi hiyo Leopards kufuzu kwa kombe la dunia la FIFA la mwaka 2026 kufuatia ushindi mgumu dhidi ya Jamaica. Maelfu ya wananchi walijaa mitaani licha ya mvua kubwa kisherekea tukio hilo la kihistoria ambalo limekuja baada ya zaidi ya nusu karne ya kusubiri kurejea kwenye jukwaa la soka duniani. Shujaa mechi alikuwa ni Axel Tuanzebe ambaye alifunga bao la ushindi katika dakika 100 muda wa nyongeza, akimaliza mpira wa kona na kuvunja ukame wa mabao uliodumu kwa muda mrefu. Katika mchezo huo wa mchujo uliopigwa katika uwanja wa Estadio Guadalajara huko Mexico, katika muda wa kawaida DR Congo ilionyesha ubabe mkubwa kwa kushambulia mara kwa mara dhidi ya Jamaica ama Reggae Boys, lakini walishindwa kupata bao hadi dakika za mwisho za mchezo. Bao hilo lilizua shangwe kubwa miongoni mwa mashabiki waliokuwepo uwanjani na hata wale waliokuwa kifuatilia nyumbani. Akizungumza baada ya mchezo, mshambuliaji Cedric Bakambu alisema ushindi huo ni wa kihistoria, lakini bado haujaeleweka kikamilifu kwa wachezaji. Tuna furaha kubwa sana, ulikuwa mchezo mgumu, lakini naamini tukifika nyumbani Kinshasa ndipo tutatambua ukubwa wa mafanikio haya, alisema Bakambu. Kwa upande wake nahodha Chance Mbemba alisisitiza umuhimu wa kuendelea kujituma licha ya mafanikio hayo. Tutasherekea, lakini pia tutaendelea kufanya kazi kwa bidii. Tunajua tunakwenda kukutana na mataifa makubwa, alisema Mbemba. Hii ni mara ya kwanza kwa DR Congo kushiriki kombe la dunia tangu mwaka 1974, yani miaka 52 kupita, wakati nchi hiyo ikijulikana kama Zaire. Katika ushiriki wao wa mwisho walipoteza mechi zote 3. Katika michuano ya mwaka 2026, DR Congo imepangwa kundi K pamoja na timu za taifa kama Colombia, Ureno na Uzbekistan. Wakati huo pia Iraq imefuzu baada ya kuifunga Bolivia mabao 2-1, na hii itakuwa ni mara ya kwanza kurejea kwenye kombe la dunia tangu mwaka 1986.